Kama mtakumbuka, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza siku ya tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu lilitoa taarifa kuhusiana na kukamatwa kwa mwanamume ambaye anaitwa Emmanuel Perius Kagero. Huyu umri wake ni miaka 18 na tulisema ni mlinzi wa kampuni ya ulinzi ya Wildan na mkazi wa Mji Mwema katika wilaya ya Ilemela. Huyu alikamatwa kwa kosa la kutoa taarifa za uongo kuwa tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huu majira ya saa 6 za mchana huko eneo la Kirumba wilaya ya Ilemela, akiwa anatembea aliguswa bega na mwanamume aitwaye Jordan Deocras Kabinga, miaka 21, mjasiriamali na mkazi wa Igogo wilaya ya Nyamagana. Kisha sehemu zake za siri zikatoweka kimiujiza. Tulitoa taarifa hiyo kama mnakumbuka, na tulisema kwamba mtuhumiwa huyo atafikishwa mahakamani kwa sababu ilithibitishwa kwamba alikuwa ametoa taarifa za uongo. Sasa siku ya tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2026 mtuhumiwa huyo alifikishwa katika mahakama ya mwanzo ya Ilemela, wilaya ya Ilemela katika jiji la Mwanza. Alifikishwa mahakamani kwa kesi namba 361 ya mwaka huu na akahukumiwa kifungo cha miezi 6 jela baada ya kupatikana na hatia ya kutoa taarifa za uongo kuhusu kuibiwa kwa sehemu zake za siri kwa njia ya miujiza. Tukio hilo lililenga kuleta taharuki kwenye jamii na hivyo kusababisha uvunjifu wa amani. Mtuhumiwa huyo sasa hivi tunapoongea tayari ameshaanza kutekeleza kifungo chake cha miezi 6 gerezani. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa wananchi kuacha kabisa kutoa taarifa za uongo, kwani ni kosa la jinai ambalo likibainika, ushahidi ukathibitisha kwamba ulifanya hivyo, unaweza ukahukumiwa kwa mujibu wa sheria kama ambavyo huyo mwenzetu hapo juu amehukumiwa. Hivyo hatua kali zitaendelea kuchukuliwa kwa watu wote ambao wameendelea kujihusisha na vitendo hivi vya kutoa taarifa za uongo, kuleta taharuki kwenye jamii na hivyo kusababisha watu amani itoweke kwa kipindi fulani kwa maneno tu yasiokuwa na kichwa wala miguu. Tutaendelea kuwa wakali kwenye eneo hilo.